Mambo vipi mwanamichezo mwenzetu, karibu sasa na karibu tena kokote pale ulipo. Jot kujuze kile ambacho tumekuandalia. Taarifa zinaeleza ya kwamba Young Africans moto nafuka kweli kweli. Mainfluencer wanaendelea kukichafua kama sio kukinukisha, na klabu imeshtuka, imewaweka kando na inataka kuwapangusa kwa sababu wamekuwa na mambo ambayo si mazuri, na wamekuwa wakihujumu klabu hiyo kwa sababu wao wanataka wanenepe, klabu ikonde. Tumezoea mainfluencer ama mashabiki wanachama wao ndio wanaisaidia timu yao kupata matokeo, wanaisaidia pia timu yao kwenye mambo kadha wa kadha, lakini kwa Yanga imekuwa tofauti. Mainfluencer wanagombania fedha, mainfluencer wao ndio wanataka wanenepe. Mainfluencer sasa wamekuwa kama mashabiki wa kukodiwa, sio wale wafia timu. Mainfluencer kila siku wanazungumza kuhusiana na kudhurumiwa. Wana vitu vya aibu na ajabu kweli kweli hivi. Sasa mwenezi wa klabu ya Yanga amekuja na andiko lakini za chini chini. Yanga wamefuta ile neno mainfluencer, ndio, na wanaiondoa kabisa. Mambo ya mainfluencer, sijui nani influencer, nguvu zote zihamishiwe kwa matawi. Ya, kwa sababu ukisema influencer hapo unampa nguvu kuliko tawi. Tafsiri yake ni kwamba umeiua nguvu ya tawi na umeinua nguvu kikundi cha watu wachache, na ambao ilileta pia mambo mengi. Steve, watu walikuwa wanalalamika kabisa, watu wanasafirishwa, wanafanya hivi, wanafanya vile, alafu wamebeki Steven Mapunda kabisa. Hivi ni vitu vya ovyo Steven Mapunda. Ni utoto, wamenikwaza. Wamenikwaza na umekwazika. Nimeona. Sasa Jimmy Kindoki unamjua ni nani? Jimmy Kindoki namjua vizuri. Ni nani ndani ya Yanga? Huyu ni kama mwenezi ndani ya Yanga. Huyu ni schoolmate wangu yani. Nilipata uzuri. Ameondoka Tanzania kaniacha mimi as a boy pale. Kwa hiyo namfahamu vizuri. Tunafahamiana vizuri. Vizuri kabisa. Sasa yeye bwana ametoa pia andiko, lakini kwa sababu sekta yake ni ya mashabiki, nipata uzuri na wanachama, basi andiko lake pia inaonekana kama sheria. Wanapata uzuri. Sasa sikiliza hiko kilichoandikwa na kiongozi wa klabu ya Yanga juu ya mainfluencer kufanya mambo yasiyofaa na Yanga kutowatambua tena. Zile posho nini sasa ni bora ziwekwe kwenye matawi na sio kuwapa watu wachache ambao mbele wanatengeneza bomu na kugawa mashabiki na wanachama wa klabu. Sasa taarifa inasikika hivi, idea ya Yanga influencers, hii ilikuwa wazo zuri sana. Ilikuwa na lengo dogo sana la kusaidia timu kwa namna ya kupush agenda mbalimbali za klabu kwa kujitolea kupitia wanamtandao kabisa. Lakini shida inayotaka kujitokeza kupitia hawa watu ni kubwa sana huku mbele, kama wameanza kutanguliza maslahi ya fedha mbele kuliko kujitolea. Na ndiyo maana inafikirisha sana wakati wanatofautiana kisa pesa. Nasikia wameanzisha mpaka kampuni inaitwa Tanzania Influencers Promotion, ili kukiwa na jambo la hamasa basi washirikishwe wao, kisha walipwe wafanye. Yani mashabiki na wanachama wa timu washaanzisha kampuni yao, mradi wao wameuanzisha. Na nipata uzuri, mradi wa hamasa na jambo mnawafuata, nawaomba ndio mashabiki wetu pendwa kwa barua. Sisi Young Africans tuna mashabiki 70,000 au milioni 20, lakini nyinyi kikundi cha watu 7 nyinyi ndio pendwa. Tunaomba mtusaidie jambo letu liende, agenda ifike. Tunawapa milioni 20. Wewe unasikia wapi? Yani ina maana unaacha idadi kubwa ya mashabiki unakwenda kwenye kakikundi kadogo ambao hao inawezekana hao wamezaliwa Dar es Salaam. Hata Rufiji wenyewe walifikishwa na Yanga. Unaacha wazee wa Rufiji, unakuja kudini na kakundi kadogo kakafanya ushawishi Rufiji. Alafu walipe fedha, au ni mashabiki, timu ikifungwa wanaumia.
Sasa unauliza hawa wanaumia pia inatakiwa walipwe pia ili waumie? Au inakuwa sio na wao wahamasishe? Au ni mapenzi? Kuna mapenzi hivyo Mapunda. Sasa Mwenezi anaendelea kwa kusema mentality kama hii ikija kukomaa kabisa itagombanisha klabu na wanachama wake, kwa sababu wapo watu wanaipambania Yanga kimya kabisa. Wapo watu wengine mpaka wanapoteza mamilioni kwa sababu ya Yanga. Hivyo wakisikia kuna watu wanagombania hela za klabu kwa sababu ya Yanga, yani wao walipo wanufaike, lazima waumie kabisa. Imetumika nguvu kubwa kustawisha matawi nchi nzima. Sasa tusikubali watu wachache kuharibu taswira na umuhimu wa matawi kwa kuaminisha kwamba ikiwa Freshers basi utapata fursa ya hela na vitu mbalimbali. Ifike wakati watu hawa ambao wanaanza kujiona kama ni wakubwa kuliko klabu au ni wakubwa kuliko matawi yetu ambayo yanalipa kadi za wanachama kuipambania klabu yetu hali na mali, basi toshe tu kusema wapumzike na sasa nguvu turudishe kwenye matawi yetu. Unanipata uzuri? Umeona kwenye pointi ya msingi hapo. Umesikia Mwenezi anavyokuambia? Mwingine yuko Nyanjirinji huko, analipa kadi yake kwa wakati, akisikia tofali la ubingwa amenunua, akisikia kuna mchango wote ule wa mwanachama anafanya, timu yake ipe matokeo tu. Alafu wewe umelipana posho, kumbe mnalipwa mnafanya hivi, unanuna, unavimba, unalia. Lengo lako ni nini? Yule wa mkoani yule aliyeko Kigoma ndani je, atakuwa na moyo wa kuichangia tena timu yake? Hapana. Atakuwa na moyo wa kujitoa kwenye timu yake? Hapana. Wamenikwaza. I say kiukweli bwana Jimmy Kindoki amecharaza mwandiko wa maana sana. Amemaliza? Bado. Anasema hivi. Endelea naye. Anasema hivi. Nisikilize vizuri Mapunda. Toba. Kama wao ni Yanga kweli, basi watafanya jambo lolote la klabu pasipo kutegemea malipo wala kudhurumiana. Sisco. Usiondoke. Usiondoke. Bado anaendelea. My friends wao si wanachama na si mashabiki. Kaa nikueleze. Huyu Jimmy alitumia muda gani kuandika andiko kubwa kama hivyo, naandika maneno mazito kama hayo? Nisikilize Mapunda. Ili jambo mimi mwenyewe limenikwaza. Wanipata uzuri? Mimi ananifikirisha. Narudia tena hii pala hii. Inasema hivi. Sawa. Kama wao ni Yanga kweli, basi watafanya jambo lolote la klabu pasipo kutegemea malipo wala kudhulumiana. Imefika hatua sasa hata matawi hayaheshimiki kwa sababu ya hawa watu wanawadharau wenzao kisa wapo karibu na klabu. Hapa haikubaliki. Unanipata uzuri? Jimmy Kindoki anaendelea kwa kusema kama wameshindwa kujishikilia anakwambia mtoto wa kiume jishikilie. Shikilie wewe. Mtoto wa kiume unataka klabu ikulishe wakati wewe na wanachama wenzio muipambanie klabu isimame. Ninyi mnataka klabu ndio iwalishe. Jishikilie Kindoki anakwani. Yani hapo jibu rahisi ni kwamba kwani Yanga ya baba yako? Wewe umezaliwa umeikuta? Wote si tumeipenda pamoja? Wewe unashindaje kujishikilia? Kwa nini ujishikilie?